Viongozi wa dini katika mkoa wa Dodoma wamesema utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya serikali ndani ya mkoa huo yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 9 imewashtua, kwani hawakuwahi kuijua hapo awali. Viongozi hao wameeleza hayo mkoani humo wakati wa mkutano wao na mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, uliojadili mambo mbalimbali muhimu ikiwemo utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya serikali ndani ya mkoa huo, lakini pia suala la umuhimu wa amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Tumekuwa na kikao na mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa na imeonyesha kuna mambo mengi ambayo serikali imefanya katika mkoa wetu wa Dodoma, lakini kuna baadhi ya wananchi ambayo hawayajui, na tunashukuru mkuu wa mkoa amekubali kutupa zile dokumenti ambazo zinaonyesha nini kimefanyika, tulikuwa wapi, tuliko wapi na tunaelekea wapi, ili wananchi wengine wapate kuelimishwa. Kwa hiyo tunachukua hizo dokumenti ili tusaidie wananchi kujua serikali yao imefanya nini katika mkoa wao, kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo watu wengine hawaelewi, na kwa sababu hawaelewi anaweza akasema chochote, lakini mtu akipata ufahamu anaweza akaelewa ni nini ambacho kimefanyika. Mji wa Hombolo katika mkoa wa Dodoma, makao makuu ya nchi, mji ule wa Hombolo, nataka na wananchi wa mkoa wa Dodoma msikie hiyo. Pale Hombolo pale, kama hujashika kiwanja kaanze kutafuta kiwanja sasa. Pale Hombolo patakuwa ni nchi ndani ya mji, kwa maelezo ya mkuu wa mkoa wetu wa Dodoma leo. Kwa maana kila unachokijua wewe kiko katika nchi duniani utakipata pale Hombolo. Kila unachokijua kiko wapi, China, sijui kiko Dubai, utakipata Hombolo. Sijui hiki bahari, sijui iko Dar es Salaam, Dodoma, utaipata bahari Hombolo. Mlima Kilimanjaro tunaopata Moshi peke yake, utauona mlima Kilimanjaro Hombolo. Kwa hivyo haya ni maendeleo makubwa ambayo yaliyokuja Dodoma yamekwisha kuja, na yajayo yanakuja, ndio hayo ambayo leo tumeyasikia. Binafsi kwa niaba ya Sheikh wa mkoa wa Dodoma nimpongeze sana mama yetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kazi kubwa anaifanya, lakini huenda watu kwa kutokuelewa wanaona labda mama kafanya nini. Lakini niseme aliyekuja leo katika mkutano huu wa mkuu wa mkoa wa Dodoma kayasikia mengi, na kama simuelewa basi aondoke tu kwamba hakuelewa, lakini kama ni muelewa ameelewa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya nini katika kuwaletea wananchi wake maendeleo. Awali akizungumza wakati akifungua mkutano huo, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema serikali imefanya na inaendelea kufanya utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ndani ya mkoa huo ambayo inakwenda kufanya mkoa huo kuwa wa kisasa na wa mfano ndani na nje ya Tanzania. Kama mmeshasikia, tunataka kuja kuwa na mji mkubwa sana wa kisasa kule Hombolo. Hii kama mmeshausikia. Kama hujausikia basi hii ndio habari. Tunategemea kuwa na mji mkubwa sana wa kisasa Hombolo, tunaita Hombolo Thematic City, ambao mji ule sijui labda Afrika unaweza ukawa ni mji bora Afrika. Kama mji kale kanatengenezwa. Pale tuna lugha mbili nitazisema kwa Kigogo. Tuna lugha tunasema a country within a city. Yaani nchi iko kwenye mji kwa sababu kuna eneo limetengwa upande huo ambalo litakuwa lina vitu vyote vya muhimu unavyovijua katika nchi ya Tanzania vitakuweko pale. Ni mlima Kilimanjaro utatengenezwa pale. Ni Kreta Ngorongoro itatengenezwa pale. Naona askofu ananiangalia kwa umakini, yani hayo ndio mambo anasema a country within a city. Kundakuwa vitu muhimu vya kila mkoa wa Tanzania vitachukuliwa, vitaletwa pale Hombolo. Lakini pale tunasema concept ya global village. Pia kutakuwa na tamaduni za nchi mbali duniani pia zitawekwa pale Hombolo, ambapo wakisema wa China tupeni eneo sisi square mita ngapi tutaweka utamaduni wetu, aina ya vyakula vya China, sisi na hoteli za kikwetu na majengo ya kikwetu hapa Nyekaeni.
Sisi sijui wa nchi gani tunataka hapa. Sisi wa Nigeria tunataka hapa. Ndio global village. Kwa hiyo itakuweko Hombolo. Lile bwawa letu lile, si watu wanatusema, nikiwaambia bwana Dodoma ndio penyewe, nasema una bahari, naambia natengeneza bahari. Bahari iko pale Hombolo. Tutakuwa pale tunapitisha zile meli za utalii, zile yacht zinapita juu, madaraja yatajengwa juu, zenyewe zinapita chini. Yaani bahati mbaya si haijaandaliwa ile, mngepata nafasi mngeona hapa, mngefurahi kwa kitu hiki kinakuja Dodoma. Kwa hiyo Dodoma ni fahari ya Watanzania. Kwa hayo yote yanakuja, lakini tunaendelea kutegemea sasa wakati unaokuja huu unaoanza kwenda kukamilisha. Tulikuwa tunawaambia wakati wote kutakuja treni ya ndani, si ndio, locomotive tulikuwa tunawaambia wakati wote. Sasa hiyo treni pia iko kwenye hatua sasa za kupata taratibu za kwanza za kufanya upembuzi wa kina zimeshakamilika, itapita wapi zimekamilika, itakuwa aina gani zimekamilika. Juu hapa itakuwa juu, hapa chini zimekamilika. Sasa hivi tuko hatua ya kutafuta nani wa kufanya hiyo kazi. Kwa ile treni ya ndani tulikuwa tunaisema, sasa imeenda hatua nyingine ya kutafuta nani atafanya kazi na fedha zake zinapatikana wapi. Kwa hiyo tuombe heri, nyewe mnaendelea na maombi, na waambia haya, ili kukiwa na jambo linategemewa basi muendelee kuliweka mbele za Mungu ili visiwe na kikwazo, mambo yaende vizuri. Sababu Dodoma inayokuja kwa kweli ni mji wa kipekee mno. Ndio maana sisi wendenu wote, kila mtu anamuuliza hivi unastafia wapi, anakuambia Dodoma. Wewe kwani kwenu hapa? Sio kwetu, lakini kila mtu anataka abaki Dodoma. Wafanyakazi mliowapokea hapa zaidi ya nusu wote wanataka kukaa Dodoma. Hamna naye waza tena kuondoka. Wanajenga nyumba afu wanakuambia hapa nimemweka mke wangu kwa sababu naona hapa ni katikati, kwa hiyo nikienda huku sisi tunahamama serikali tuwe tunamkuta hapa hapa na watoto. Sasa unajua huyu ameshaona mambo makubwa ya kuhamia Dodoma, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital Dodoma. Dodoma!